Na ukiona hivi vikwazo vinatokea, basi ujue kuna watu wabaya washaipata taswira ya wapi mnapoelekea na nini mnaenda kuchukua. Kwa hiyo inatakiwa muendelee na safari. Yaani unavyozungumzia hilo swala la kurudi huko tulipotoka, hilo kidogo linakuwa na utata. Kwa sababu mpaka hapa tulipofikia, tumeshakutana na changamoto nyingi sana. Na inabidi utambue kwamba sisi ni binadamu wa kawaida tu. Ni tofauti na wewe. Wewe una uwezo wa kujikinga na chochote ambacho kinakuja mbele yako. Vipi kuhusu sisi unavyotuambia turudi nyuma na tuendelee na safari? Acha nidhamu ya uoga. Kubalini kuteseka na vikwazo pia. Inatakiwa mrudi na kuchukua hiyo mali muweze kulifanikisha hilo. Sawa, nimekuelewa. Lakini wewe ndio ulotuambia ili kutimiza ili tulilonalo ni lazima tuwe 7. Sasa tumeshapungua, tumebaki 6. Nadhani tunaweza tukafikia vipi hicho tunachoenda kukifuata na aliyakuwa tupo 6? Aiye mkulukata we aiye. Hilo swala niachie mimi. Kila kitu kitakuwa sawa. Haya. Waambie wenzako muendelee na safari. Hey guys. Nifuateni tuendelee na msafara. Ashura, mbona unafanya kazi peke yako? Dada yako yuko wapi? Dada ametoka. Ananiambia ukija nikufahamishe. Ila kuhusu biashara kule nishamaliza. Ndio maana nikaona nichote maji. Nimekumbuka. Jana usiku wale vijana mbona waliondoka? Tatizo ni nini? Maana asubuhi sikukuuliza. Nilikuwa napeleka zangu. Jana wakati nipo ndani, nikawa nasikia kwa mbali wakisema kuwa wanaogopa, afu pia kuna mauzauza. Kwa mengi zaidi uje kumuuliza dada, maana ndo walimuita aje kufunga mlango. Mauzauza tena? Mauzauza gani walioyaona? Au wamenihisi mimi kuwa mchawi? Basi mimi ndo maana nakataga kuwasaidia watu. Endelea kazi zako. Sawa. Mwabuza. Kijana, kiukweli nimependezeshwa na utendaji wako wa kazi. Maana jinsi nilikuwa nakuangalia pale, naona kabisa kwamba wateja wangu wanaenjoy. Maana hata wateja wakija unaonesha ukarimu. Na hivyo ndivyo biashara inavyotakiwa. Inanipa matumaini kwa kuona kabisa kwamba tunaweza kupata manufaa. Inakubidi iwe hivyo hivyo kwenye utendaji wako wa kazi. Bosi wangu, hilo sio na wasiwasi nalo. Hii mimi kazi yangu. Mtu wako nilikuwa nafanya kazi hii. Mikindani pale Nchuchu pale. Wanawake, vijana, wazee walikuwa wanakuja kuchota maji na madoo yao, wengine madumu, mpaka matenki. Wanajeshi walikuwa wanakuja kuchota pale. Inatosha. Kinachotakiwa sasa uendelee kuwa mwadilifu hivyo hivyo. Maana kwenye utendaji wako wa kazi kuna mambo mawili. Kuna watu watakuja kiwema wakujua kwamba hii ni biashara. Lakini wapo watakaokuja watakuchekea tu ili upate mazoea na wewe ili wakukope. Na wakisha kukopa tu kukulipa itakuwa ni shida. Maana ndivyo walivyo wateja wa hapa. Bwana bosi, mimi nimekuelewa. Afu unaoniona mimi. Kutoka huko nilikotoka mimi nimetumwa hela. Sija kucheza huko. Wewe unaona muda mchache tu maokoto kama yote.
Sasa mimi sina utani, sikopeshi mtu, siangalii mtu usoni mimi. Sitaki maneno mimi. Ela mbele mambo mengine yaendelee. Si unanielewa? Sawa. Sasa hivyo mimi ndivyo ninavyotaka. Basi wewe endelea na kazi, acha mimi endelee mizunguko mingine. Sawa bosi, lakini mimi sijala. Chakula kikiva watakuletea. Lakini nilikuwa na mpango nikuletea hapa masufuria pamoja na jiko. Ili mradi muda ukifika, wewe unapika mwenyewe tu hapa. Jiko letu ili au majiko ya kikubwa? Makonde, wala usina wasiwasi. Nazungumzia hapa na vifaa vya kupikia. Mimi nilijua majiko yetu yale. Aya, isigani niboneka ubela bai katinya kamonda mukeshe. Wale ng'ombe ambao tulitakiwa tuwapeleke malishoni wako wapi? Sina la kuongea, ila acha nikwambie ukweli. Mimi nilikuwa nawasindikiza wale ng'ombe niwapeleke, lakini akatokea yule mwenye kilele anayejua kila kitu, anakihitajia kila kitu anakitaka yeye. Akanizubaisha, hata wale ng'ombe walipopitia sijui wamenipotea. Koja kale mwana kibano kipete. Wewe tatizo lako wewe sarau. Sarau si makusudi. Unashindwa kuzingatia mazingatio yako. Nimekufunza vizuri sana. Nimekufunza mengi na unajua mengi nafahamu. Lakini wewe katika yale mazingatio ndio bado. Unatakiwa muda wote unapokuwa kwenye jambo uwe makini. Unavyoona mimi tangu nilipoanza uchawi mpaka leo niko makini na sijawahi kufelisha kati. Wewe tena wanapokosea wenzio unajifanyia mjuaji sana. Hujui ulifanya kitu gani ulikosea, mimi nilikusaidia. Lakini unaona mimi leo nimekosea. Kukosea na gani? Wewe umeshashindwa. Nenda, nitasimamia mwenyewe. Na jambo litakaa sawa. Utajua. Ngetanenga kojagale. Niache nende nikawatafute mwenyewe. Lazima niwarudishe niko watu. Wewe kambona nini? Sasa mbona mwanzo umashindwa kuwatafuta? Nipala munitange. Ngeteko jagale nyai. Bengene manike mafindi mimino ya imba. Unganga katingule. Kunoka kuntauna mundu. Wela hangi kia mweli ni bukebe ni dakama kiruru wela wa makoye kulombaga kubutana ku migongo twambilijiwe hawelero hena abutumira masala sana utunashika alomba yuba twambilijage uzo tugwisha tufunyage kulombaga twambelejiwe kiro akalombaga yakinagwa alomba tandala na yangana buli angwe shako nishite shako tamayo kola mnyoyo nonanzu naye bayurwa kisansabo kaka yake wadudu. Vipi dogo? Safi, shikamoo. Marahaba. Mbona huku tena vipi? Mimi hapa unavyoniona
kuna mwanangu anaitwa Jota anamfuatilia, yupo juu pale, kuna mchoko naenda kuongea, lakini ilikuwa nikitoka huko tu nije nyumbani, lakini nashangaa na kukuta tena wewe huku. Nipo na wenzangu tunaenda harakati tu, unajua. Na mmetumia usafiri gani kuja huku? Make kutoka kijiji kwetu mpaka huku sio mchezo. Tumetembea kwa mguu tu kama unavyotuona, unajua utafutaji tena bila kuchoka. Hivi Dudu una akili kweli wewe? Wewe unipangilia nini mimi nilipokuwa town nikupambania kitu gani? Alafu napambana sasa hivi kila kitu kipo sawa, nakuja tufanye mipango yetu. Wewe unaniambia unakuja huku kwa ajili ya utafutaji. Wewe utafutaji mateso. Wewe uone sasa hivi mimi kila kitu nimekiweka sawa. Cheki nimekuja na gari ya kwangu mwenyewe. Imagine. Wewe kama unaenda twende na wenzio wale kule, twende nao. Kama hawataki wewe panda kwenye gari tuondoke. Mimi kurudi nyumbani siwezi, utanisamehe tu. Kwa nini kusemaje? Mbona unamfokea hivyo? Kizingatia yuko na marafiki zake pale. Uone kama unamtia aibu. Na kama unataka kumsupport hicho kitu anachokipenda yeye, msikilize nini anataka, mshike mkono ili muende sawa. Acha kumfokea, sio vizuri. Umo shemeji yangu. Yaani upo kabisa kwenye mawazo yangu, lakini sio bro hapa anaenda kabisa kunifelisha kwenye mchongo wangu. Nisikilize. Huku ninakoelekea, mchongo ukitiki, naweza kununua gari hizi hata 2. Si unanielewa? Kwa nini ruhusu mimi nielekee huko? Kiukweli Munira sijapenda. Yaani umekutana na Peku njiani na unajua kabisa kuwa anakuja nyumbani. Na nyumbani mimi naishi na wazazi. Ukashindwa kunipa hata taarifa kwenye simu. Alichonifanyia, kanichamba mbele ya mama. Fanya kama unaona. Shoga kazi jamani. Hivi Nunu, wakati mimi natoka nyumbani kwenu ulienda na nimebeba simu? Au unapenda tu lawama shoga yangu? Au siku hizi mimi nimekuwa Malkia Njozi nikikuletea taarifa ndotoni? Ila usijali. Dawa yake inachemka. Yaani hivi karibuni namnywesha. Maana naona analeta mazoea sana. Kujikuta mkuu wa vibwengo sasa. Kwa dawa gani ulizokuwa nazo wewe za kwenda kumnyosha Peku? Au unapenda tu kujamulia mambo mwenzetu? Nahisi umenisahau. Wewe subiri. Mbona bado? Yaani nitamuonyesha shengesha mpaka ajute kunifahamu. Makubwa haya. Mimi siwezi kutia neno. Mwisho wa siku mkaja kuelewana, mbaya nikaonekana mimi. Mimi nachukuomba shoga yangu, naomba niingie ndani nikaitembea kuja kunisaidia kuchambua. Sawa cha uvivu. Naona unavomtia kiburi wewe. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa unajua huko unapoenda kuna mchongo wa kupiga mishindo kuliko hata hii gari, kulikuwa na haja gani mimi nikiwa town kunipigia simu zote zile nikutengenezee maisha? Alafu sasa hivi unataka kuniletea story au sio? Kwa hiyo ushakuwa na wewe unataka kuletea utawala wa kambale, mtoto ndevu mkubwa ndevu au sio? Wewe nenda katafute uko unapoenda kutafuta. Alafu ukifeli usije kunitafuta tena. Mimi nitatumia siku 2 tu pale nyumbani. Ukinikuta sawa, usiponikuta basi. Mke wangu, tuondoke. Pole mwana shemeji yangu. Lakini nyie ni ndugu. Inapaswa muelewane. Vipi wadudu? Mbona kama mlikuwa mnazozana kakako? Anasemaje? Yaani ambavyo wewe hauelewi na mimi sielewi vile vile. Ukichanganya na maneno ambayo kaniambia bro, kichwa changu hakiko sawa. Wewe tuendelee tu na safari. Sawa. Tukiachana na hilo. Hivyo umeshafikiria nini kuhusu Kole? Na mbaya zaidi kapatikana yeye, alafu tena mwenzetu mmoja kapotea. Ikoje hii? Mbona mimi sielewi? Itakavyokuwa tutajua huko mbele kwa mbele. Hebu ona vijana wanavyoteseka, wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walimpa majukumu, wanakuwa tamami wageuka.
Mamgali vipi? Kama kawa. Uko poa? Chris mambo. Poa vipi la mama? Safi. Maelekezo. Naona mtu na mdogo wake kama mapacha vile. Haya, mnaelekea wapi? Asha, kumbe vipi? Sisi tunaelekea hivi, kuna mwanetu Baruza katupa mchongo hapo, kwa hiyo tunaenda kumalizia. Unaenda wapi? Mimi naenda hapo kwa rafiki yangu, nanyosha miguu. Au je? Baridi. Vipi kuhusu Aisha? Oya, usinitajie utumbo. Sawa. Nimeshaachana naye kitambo ile. Alafu si masela tukage na wachumba. Niko single. Tuvute. Leo hii. Wadudu! Jamani, nisubirieni nyinyi. Jamani, mbona mnakuwa hamna ubinadamu? Yaani kuchepuka tu kidogo kuomba kwenda chooni ndio mmeamua mnikimbie. Hali ya kuwa wote ni safari moja. Je, nisingekutana na yule mkaka ambaye anajua mmeelekea huku? Nani angenielekeza kama nyinyi mmepita wapi? Kumwe kakavwe. Ya unajua msafara ni mmoja, ya kujibakiza nyumba hiyo kwa sababu gani? Ungesubia labda tukafika huko mbele kwenye machaka ukajihifadhi hizo shida zako, ungepungukiwa nini? Yaani mimi nakuwa labda nakuwa nachanganyikiwa tu, vitu vinaingiliana. Kumwaga mtu yote umechukulia sheria mkononi, ndio hivyo. Au sijaongea point. Mimi si nilimwaga Subira. Subira si nilikuaga kama mimi naenda msalani. Dado mimi. Mimi hujanyiaga. Sisi tumejua ndo yale mazonga ilimkuta huyu ndugu yetu. Kwa ndo maana sisi tukaamua kuondoka. Lakini jambo kumshukuru Mwenyezi Mungu umerudi. Tuendelee tuna safari. Haya. Na vipi kuhusu huyu? Imekuwaje? Odo. Unayemwona hapo sio yule ambaye wewe unayemfikiria. Huyo ni Kole mwenyewe kabisa. Ila kwenye maangi yake ya kule tulipopotezana, Mungu amejali ametokea sehemu ambapo na sisi tupo. Hivyo tumejilizisha, kwa hiyo ondoa mashaka naye. Kole. Abe. Oya. Tuondokeni. Sawa mwanangu, wewe kavu kinoma yani. Asa ndio nini sasa mbichi boy? Yaani mchongo nimepanga mimi na wewe tumeelekezana fresh yani. Alafu nafika wakati wa kazi mchongo nakumpa bajaza ndo nini sasa? Sasa mwanangu, maisha gani ya kibinadamu mshikaji wangu? Maisha gani ambayo analeta wewe? Sikiliza mwanangu, mimi nimeona ni time dogo yanja, mimi nimkabidhi mazingira aende kwa bosie. Si unajua aende akaguseguse mazingira fresh, akija hapa ile kibosi tunaishi. Sijui unanielewa mwanangu. Na kuhusu mazingira Njuruku nini? Mazingira Masasampa wenyewe wanavyosema sasa hivi raia furesha kijamba, mimi nakukinda mazingira yako mwenyewe unakaa poa yani. Nashangaa mwenyewe ndo unaanza kuchamba umbea sijui nini na oae, sio maisha mwanangu haya. Tula basi wewe mtu mzima. Baruza, wewe uelewe tu. Yule dogo ni kavu. Alafu yule dogo amenikataa. Unaona mchongo? Yaani bora ningeenda kufanya mimi afu ningemzingatia yeye. Lakini yule dogo hawezi kunizingatia hata siku moja. Oya, yule dogo ana wivu na mimi kinoma yani. Kwa maana nasemaje? Tunaishi maisha kibinadamu mwanangu. Au sio? Hiyo sio mbaya. Mimi naye pamoja moja nchem tunatoka mpaka kwa bosie. Au sio? Yeye kafika. Na sisi tumefika pale nga. Akifanya mazingira yake mimi nachukua mpunga naeka hapa na kustendia mazingira yako wenyewe ndio ile, lakini ndaponda kiutu uzima mzee wangu, au sio? Baruza tulelelele. Tuondoke mtoto wa kiume. Wasikia. Yule dogo kavu na kuelekeza.
waenda kampange mdogo wako ujue. Mimi sina namba mbichi boy. Nitamsomea kesi ya kibinadamu afuata nishangaa. Wewe muelekezo ujue. Unaona hii sura hii? Hii sura bi mkubwa tokea mimi na roho ngumu. Wewe waje kutona namba mwanangu, nafagilia mapenzi mshamba . Odi. Wenyewe. Una nini mchokozi? Niza, simama hapo hapo. Usinisogelee, naomba ondoka. Hivi unajua una masiara sana. Wewe unajua mimi nifuata nini hapa kwenu? Hebu acha ujinga wako. Ondoka! Huyu ana nini leo? Niza, naomba ondoke kwetu. Usinisogelee. Kwa mchokozi upo sawa lakini? Usinisogelee, ondoka! Hebu ndugu wangu. Poa, shika. Marahaba, mambo? Poa. Huo mguu ulikuwa unakuja nyumbani. Ila ni vizuri tumeonana hapa kwa sababu nilikuwa na jambo la kuja kuongea na wewe. Sasa kwa nini dada tusiende nyumbani tukaongea kwa utulivu? Hapana mdogo wangu. Tunaweza kuongea hapa hapa. Swala lenyewe ni la baba. Na kusisitiza tena kwa mara ya pili. Unapomkuta baba kwenye mambo yake, usimshauri wala usimsemeshe kwa chochote mdogo wangu. Ila dada, hilo swala si tulishaliongea. Nakumbuka. Na ndio maana nimekufuata kwa mara nyingine. Kwa sababu yeye alikuja tena kwangu na akanisisitiza kuonyesha kabisa kwamba amekasirika na hilo swala. Mdogo wangu, yule baba unamjua. Swala dogo analifanya liwe kubwa. Na unavyojua haelewani na yule mzee ambaye ni babako wewe. Kwa hiyo usije ukasababisha ukoo watu wakashindwa kuelewana. Na kusi tena kwa mara nyingine. Ukija nyumbani, njoo na yako. Sawa. Ila dada, vipi kuhusu kaka? Maana kimya. Unafikiri mchumba wake ataweza kumvumilia mpaka atakaporudi? Hayo ndo ninaokataza hapa. Haya, mimi naondoka zangu huko nyumbani sifiki. Kama tunaongozana tuongozane, kama unarudi nyumbani urudi nyumbani. Na mimi nilikuwa naelekea hivi. Mwabuza, 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 mwabuza. Dada, umeshindaje? Mimi si jambo. Haya, wewe umejuaje kama niko huko? Hapa natoka kwa Munira kumsalimia. Njiani ndo nikakutana na dada Kifutu. Akaniambia huko huko. Na nimemwacha akarudia funguo. Kwa hiyo umemjeulia mwenzio kafuata mwenyewe funguo, si ndio Mimi nilikuwa najisi nimechoka. Kwani?
Nisikilize shoga yangu. Kuanzia leo hii sisi tutaishi hapa kwa huyu Kifutu. Upo? Tushinde tu hapa. Ikifika jioni tu tukabebe vitu vyetu. Vitu vyetu vya samani vyote tutavitoa, tutakuja kuviweka hapa. Tumefika. Sasa dada, tukija kukaa hapa na kula nyumbani atakaa nani? Tutafunga. Umeona vile palivyofungwa? Na sisi tuenda kupatia komengwa mpaka watakaporudi kaka zako, na sisi tutaenda. Sisi watoto wa kike tupo. Afadhali huku tutakuwa watatu. Kule tuko mimi na wewe tunataka tu tufanye fyu. Alafu dada, wakati nipokuwa Munila aliniambia kwamba amepata taarifa kina kaka wameenda mgodini. Hizo taarifa jamani, dada yako katoka kuniletea. Ndio tukatoka kwa tukaja hapa. Hebu naomba kwanza mtulie. Yeye aje mimi na wewe tukae chini tulijadili swala. Amnataka kunichanganya nyinyi. Mawaza jamani, subiri kwanza. Kwanza tumbo langu linauma. Jamani, mimi tumbo linauma. Subira. Mama. Subira. Subira basi. Subira. Subira. Shida nini? Tulia basi, tulia. Wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakuwa tamami wageuka. Vita vimezidi, ndugu wa damu wanagombana, na shetani ameshamiri. Bibi